Naam, hii ndiyo dua bora kabisa ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kukufanya nafsi yako ikawa ni yenye utulivu na kuweza kuondoa dhiki na msongo wa mawazo uliokuwa katika kichwa chako. Ikiwa kama kuna watu ambao wanakufuatilia kwa ubaya, basi unaweza kujinusuru kupitia adhkari hizi ambazo nitakazokuletea hapa. Cha kufanya, hii adhkari inatakiwa iwe ni yenye kuendelea. Mfano, umesoma leo asubuhi au umefanya leo asubuhi pamoja na usiku au jioni unaweza ukafanya. Au kwa wiki ukafanya mara moja. Au kwa mwezi ukafanya mara moja. Hii itakuwa ni kinga madhubuti kwako wewe, kwa watu ambao wanakufuatilia kwa ubaya. Kuna watu ambao huwezi jua katika maisha yako unavyoishi, kumbe kuna watu wako nyuma yako wanakuangalia kwa jicho baya kabisa. Wanataka uharibikiwe, sawa? Lakini pia uko katika dhiki kubwa. Ukiona upo ndani ya dhiki kubwa, basi nifatishe haya ambayo nitakayoyakuletea, alafu utaniambia. Cha kufanya, upo ndani ya dhiki, msongo wa mawazo, mambo yamekuzonga, mambo hayaendi, basi nenda kashike udhu, katawadhe. Baada ya kutawadha, nenda katika mswala, aidha iwe ni msikitini au ni nyumbani. Baada ya hapo utaswali swala ya sunna ambayo itakuwa ni rakaa 2. Mwisho wa sijida ile ya mwisho utamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa utukufu wa swala hiyo na kwa utukufu wa kisomo ambacho utakachokileta, basi iwe ni sababu ya kuweza kuondoka hiyo dhiki uliokuwa nayo katika maisha yako, au dhiki uliokuwa nayo hapo hivi sasa. Baada sasa utakaa tahiyatu, ukitoa salamu utakaa hapo hapo umetulia. Utaanza na surati al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Baada ya hapo sasa utaleta surati Ikhlasi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Utaleta surati Ikhlasi 3. Baada ya hapo sasa utasoma mawadhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Baada ya hapo utasoma surati Nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baada ya hapo utasoma surati Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka wa dhaharak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baada ya hapo utasoma At-Kursiyu 21. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. At-Kursiyu utasoma mara 21.
Baada ya hapo sasa utasoma surati Nasri. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Utasoma istighfari hapo, astaghfirullah 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 astaghfirullah. Utaleta istighfari mara 100. Baada ya hapo utaleta swala ya Mtume, salatu ala